Kuna wakati mtu anaweza kukuambia nakupenda, lakini matendo yake yasikupe uhakika. Na kuna wengine hawasemi sana, lakini kila kitendo chao kinapiga kelele za mapenzi ya kweli. Mapenzi ya dhati hayaonyeshwi kwa maneno mazuri pekee, yanaonekana kwenye namna mtu anavyokuheshimu, kukujali, kukukumbuka na kukuweka kama sehemu ya muhimu ya maisha yake. Katika mada hii utagundua ishara 5 za wazi zinazoonyesha kuwa mtu anakupenda kwa dhati hata kama hajawahi kukuambia moja kwa moja. Ishara hizi zitakusaidia kusoma hisia za kweli na kuelewa ni nani yuko nawe kwa moyo wote na si kwa muda tu. Lakini kama hii ndo mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan TZ, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa ishara ya kwanza ni kuweka katika mipango yake ya baadaye. Sasa hii ni ishara yenye nguvu sana kwa sababu mtu yote anayekupenda kwa dhati lazima atakushirikisha kwenye mipango yake ya baadaye. Na mara nyingi unaweza kugundua hii kwenye maongezi ya kawaida. Na mara nyingi kisaikolojia mtu anaweza kuwa anaongea bila hata yeye kujua. Wewe unaweza kudetect kwamba huyu mtu anakupenda kwa dhati kupitia jinsi anavyokushirikisha mambo yake, na utajua kwamba huyu mtu anakuweka kwenye mipango yake ya baadaye, na hii itakupa picha kwamba huyu mtu anakupenda kwa dhati au hakupendi kwa dhati. Sasa kuna dalili ambazo ukiziona unajua kwamba huyu mtu anakushirikisha kwenye mambo yake ya baadaye ambayo yanaonyesha kwamba wewe ni wa muhimu zaidi kwake. Jambo la kwanza kabisa, anatumia neno sisi badala ya mimi. Sasa hii unaweza kusikiliza kwenye sentensi zake za kawaida. Unakuta kwa mfano anakuambia tununue kiwanja basi tujenge, au tuanze biashara fulani. Maana yake unaona ni sentensi ambayo inaunganisha nyinyi, lakini ukiona nasema sentensi ambayo inamuunganisha yeye mwenyewe, maana yake huyo anakuwa hajatambua umuhimu wako. Kwa hiyo utakuta anasema nitanunua kiwanja au nitaanza biashara. Yaani sentensi zake zinakuwa zinaanza na yeye mwenyewe lakini hakuunganishi wewe. Lakini dalili nyingine, anakuomba ushauri kwenye maamuzi makubwa. Sasa hii pia inaonyesha kwamba huyu mtu anakusamini na ana mpango mzuri na wewe baadaye, kwa sababu mtu yote anayeona umuhimu wako lazima kushirikisha mipango yake ya baadaye. Kwa mfano labda kuhama kazi, kuhama maeneo anayoishi au kufanya jambo lolote kubwa, kwa sababu anakuwa anaona wewe ni mtu wa muhimu zaidi, na asipokushirikisha manake utakuwa nje yake. Kwa lazima kushirikishe kila hatua. Lazima atakwambia mipango yake mikubwa anataka kufanya, kama kwenda kusoma au kama kuhama au kama mbadilishiwa mazingira ya kazi, lazima atakwambia kwa sababu wewe ni mtu wa muhimu. Kwa sababu chukulia mfano mtu kahama, manake kama asipokuambia manake utajua, lazima kuambie ili uelewe. Lakini ukiona sasa hakuambii, manake wewe haujawa muhimu kwake. Lakini dalili nyingine ni msimamo usioyumba. Unakuta leo anakuambia tutafanya mambo makubwa, lakini kesho anabadilika. Huyo mtu anakuwa hana mpango mzuri na wewe baadaye. Lakini unakuta mtu anakuambia kwamba baadaye tutafanya jambo fulani kubwa pamoja, na anaendelea kusimamia hilo ambalo litakuwa ni zuri la kufanya kwa baadaye. Huyo anakuwa ana upendo wa dhati. Lakini jambo la 4 ni hajifichi. Unakuta anakutambulisha kwa ndugu zake, marafiki zake wa faida, kwa sababu anaona uhusiano wake na wewe ni wa muhimu na hauna shida kwake, na kwa sababu ana malengo mazuri na wewe mbeleni, anaona fahari na watu kukujua wewe. Lakini ukiona anakuficha, anakuwa na wasiwasi anapokuwa na watu wake wa maana au marafiki zake wa faida, anakuwa na kuchenga, manake wewe haujawa muhimu zaidi kwake. Kwa hizi dalili unaweza ukaizinisha kwamba huyu mtu ana mipango mizuri na wewe baadaye, au hana mipango mizuri na wewe baadaye, yupo na wewe tu kwa jambo la kupoteza tu muda. Lakini hizi zinaweza kuongoza na ukaelewa mtu kama anakupenda kwa dhati au hakupendi kwa dhati. Sasa ishara ya pili ni kukusikiliza kwa umakini. Tunasema active listening. Sasa hii sio kwamba tu kusikiliza sauti yako, bali ni ile kuweka umakini kwenye kile unachosema. Unajua mtu anayekupenda kwa dhati mara nyingi huwa anakusikiliza kwa umakini zaidi na anathamini yale yote unayoyasema. Sasa kuna dalili ambazo unaweza ukaziona na kugundua kwamba huyu mtu anakusikiliza kwa umakini wa hali ya juu. Jambo la kwanza kabisa, anakumbuka vitu vidogo vidogo. Unaweza kuta ulimwambia kuna kitu fulani ukipendi na unaona kabisa akirudia kabisa kukifanya, au unamwambia labda kuna aina fulani ya nguo au chocolate au kitu, yani vitu vidogo vidogo ambacho unakipenda. Hata kama uliongea kwa mzaa, anaweza kuletea kwa sababu anakuona wewe ni wa muhimu zaidi na anakumbuka vile vitu vya muhimu zaidi kwako. Kwa hiyo unaweza kusema jambo lolote la kawaida au dogo, ukaona anakuja kukukumbusha
Wewe unaweza kuona labda ni la kawaida, lakini mwenzako akaliwekea umanani mkubwa, kwa sababu anakuwa anathamini kila unachokisema. Lakini jambo la pili, hajishughulishi na simu mkiwa pamoja. Hili ni jambo la kawaida, lakini lipo hata kisaikolojia, kwa sababu mtu yote anayekuthamini mara nyingi huwa anazingatia kile unachosema. Ukuta mtu yuko busy na simu, anafanya shughuli nyingine, ukiwa unaongea, manake yale maneno unayoongea hayana thamani kwake. Lakini ukiona ameacha shughuli zake zote, anakuangalia kwa makini, manake kile unachokisema ndio kina thamani kuliko hata simu anayoitumia. Lakini jambo la tatu, haingilii maongezi. Mtu yote anayekusikiza kwa makini na anakupenda kwa dhati, ukiwa unaongea ataacha umalize, kwa sababu anaamini na anathamini kile unachokizungumza kina umuhimu kwake. Lakini ukiona unaongea tu kidogo, anakuzuia au anakukatiza, anaongea sentensi zingine, manake hathamini hisia zako. Na mara nyingi mtu anayekupenda kwa dhati ataacha kwanza uongee, lakini atakuuliza na maswali zaidi ili kujua kile unachokihisi, kwa sababu kile unachokisema au unachokihisi kina umuhimu zaidi kwake kuliko jambo jingine. Lakini jambo la nne, anasikiliza hata visivyosemwa. Unaweza kumwambia uko sawa, lakini akakuangalia tu machoni au akakuona jinsi ulivyo, akagundua kwamba wewe hauko sawa, kwa sababu anakuwa anathamini vile vitu vidogo vidogo ambavyo vinaonekana kwako. Na kwa sababu anakuthamini na anakupenda, manake atakuwa anaona utofauti unaotokea kwako. Lakini mtu yote ambaye hajali, manake hata kama ukionekana uko tofauti, yeye kwake ni kawaida. Lakini yule mtu anayekuthamini atakuwa anajali hata vile vitu ambavyo ni vidogo vidogo ambavyo vinaonyesha kwamba wewe hauko kawaida au hauko vizuri. Hiyo itakuwa inaonyesha kwamba huyu mtu anakuthamini na kukujali. Kwa hizi dalili zinaweza kukuambia kwamba huyu mtu anakusikiza kwa makini, na hiyo ni ishara kwamba huyo mtu anakupenda kwa dhati. Sasa ishara ya tatu ni kuwa shabiki yako namba moja. Unajua mtu anayekupenda kwa dhati huwa haoni wivu wa maendeleo yako au mafanikio yako. Yeye ndo anakuwa chanzo cha kukutia moyo na kusukuma wewe kupanda juu zaidi, kwa sababu mtu anayekupenda atafurahia kile unachokifanya, lakini pia ataona mafanikio yako kama sehemu ya yeye pia kuongezeka au kufanikiwa. Lakini mtu anayekuonea wivu, huyo anakuwa hakupendi kwa dhati. Sasa kuna namna ya kumgundua mtu anayekupenda kwa dhati kwa kuwa shabiki yako namba moja. Jambo la kwanza, anakusukuma kufikia ndoto zako. Ikiwa una ndoto labda za kufungua biashara au za kwenda kusoma, yeye ndo anakutia moyo na kukuongoza njia sahihi, anakufariji na kukwambia utafanikiwa. Lakini yule mtu anayekukosoa, anakuambia biashara ngumu, mara nyingi huyu anakuwa hana nia njema. Lakini jambo la pili, anajivunia kuhusu wewe. Unakuta anaongea vizuri mbele ya marafiki zake na haoni aibu au haoni vibaya kusemea wewe mambo ambayo unayafanya mazuri, kwa sababu anaona wewe ni mtu wa muhimu zaidi na mafanikio yako ni sehemu pia ya yeye kufanikiwa. Lakini pia anakupa moyo ukikwama. Unajua maisha yana changamoto nyingi. Kuna wakati unaweza kupitia changamoto. Sasa mtu anayekutakia mema au anayekuwa shabiki yako namba moja atakutia moyo na kukufariji na kukupa imani kwamba unaweza kutoka kwenye hiyo changamoto. Lakini yule mtu anayekucheka, kukejeli, kukosoa, huyo anakuwa hana nia njema. Lakini pia jambo la nne, mafanikio yako ni kama yake. Pale unapopandishwa cheo au unapopata mshahara mkubwa au unapofanikiwa kwenye biashara fulani, haoni kama utakuja kushindana naye. Yeye anaona kama sehemu pia ya yeye kufanikiwa. Kwa atafurahia kile ambacho wewe umefanikiwa na ataona kama ni sehemu ya nyinyi kuongezeka au kuinuka. Lakini ukiona anakuwa na wivu, anatengeneza kama ushindani, huyu anakuwa ana lengo zuri na anakuwa hana upendo wa dhati. Kwa hivyo unaweza kuviona kwamba huyu mtu kama ni shabiki yako namba moja au sio shabiki yako namba moja, kwa sababu mtu yote anayekupenda kwa dhati lazima atakuwa shabiki yako namba moja, kwa sababu wewe ndio mtu muhimu zaidi kwake na hakuna kitu kingine. Kwa lazima atakusikiliza na atakuwa pamoja na wewe kukutia moyo ili kufanikiwa katika malengo yako. Ishara ya nne ni kuwa muwazi na kujishusha. Hii tunaita vulnerability. Unajua mtu yote anayekupenda kwa dhati mara nyingi kwanza anakuwa muwazi, lakini pia anakuwa na uwezo wa kujishusha pale ambapo amekosea. Lakini ukiona mtu anajifanya mwamba, anajiona yeye ndo bora kuliko wewe, hajali jinsi unavyojisikia au unavyohisi, mara nyingi huyo anakuwa hakupendi kwa dhati. Sasa kuna namna ya kumgundua mtu ambaye yuko tayari kujishusha, lakini pia ni mtu ambaye yuko wazi, ambaye kweli anaonesha anakuthamini, anakupenda kwa dhati. Jambo la kwanza kabisa, anakubali makosa. Kwa mfano akikosea,
anakuwa haraka, anakuwa wazi, lakini pia anakuwa rahisi kusema samahani, nimekukosea. Maanake anakuwa anathamini mahusiano yenu kuliko kushindana. Lakini ukiona yule mtu anakugeuzia makosa yako, hakubali, anaendelea kubishana, huyo anakuwa hana upendo wa dhati. Kwa sababu mtu anaenda kuthamini na anayethamini mahusiano yenu, unakuta mtu anakuwa haraka kuomba msamaha pale anapoona kuna shida, kwa sababu anajua hilo kosa linaweza karibu mahusiano yenu. Lakini pia anashiriki siri na hofu zake, mambo ambayo yanamsumbua, changamoto ambazo anapitia, anakuambia kwa sababu anakuwa anakuona wewe ni mtu ambaye ni salama kwake. Na ukiona mtu anakuletea siri zake, anakuambia mambo yake ambayo yanamsumbua, maana yake anakuthamini na anakuona wewe ni mtu salama kwake. Lakini jambo la tatu, hajifichi. Tunasema no mask. Hajiigizi, kwa sababu wale watu wengi ambao wana pretend, anajifanya ni mtu mwenye huruma, kumbe ni katili. Mara nyingi ni mtu ambaye anataka lengo fulani kwako. Lakini yule mtu ambaye anajionyesha, kama kwa mfano ameumia kweli, kama kakasirika, kama ana raha, yani anakuwa wazi, ni mtu ambaye anakupenda kwa dhati, kwa sababu anaona wewe unampenda kama alivyo, sio vile anavyoigiza. Kwa hiyo anakuwa wazi kwenye vile anavyokuwa, sio vile anavyo pretend. Unakuta mtu ana pretend labda yuko vizuri, ana huruma, lakini kumbe ni katili. Sasa hivi vitu kiviona, utagundua kwamba huyu mtu ni mtu ambaye yuko wazi, lakini pia ni mtu ambaye anaweza kujishusha na anakuthamini wewe na anakupenda kwa dhati. Sasa ishara ya tano ni kuthamini muda wako na kujitoa, tunasema sacrifice. Unajua mapenzi ya kweli au ya dhati haishi tu kwenye maneno. Maneno mtu anaweza kuyatengeneza, lakini mapenzi ya kweli yanahusiana pia na matendo. Mtu anaweza kuambia maneno mengi mazuri, lakini matendo yake yakawa sifuri. Kwa hiyo mara nyingi mtu hawezi kuishia tu kwenye maneno, lazima aonyeshe vitendo. Na mtu yote anayekupenda kwa dhati, maneno yake yanaendana na vitendo. Lakini ukiona maneno yanakuwa mengi matamu, lakini vitendo sifuri, huyo anakuwa hakupendi kwa dhati. Sasa kuna jinsi ya kumgundua mtu ambaye hana upendo wa dhati katika ishara hii ya kuthamini muda wako na kujitoa. Sasa mtu anayekupenda mara nyingi atatenga muda hata akitingwa. Unajua dunia sasa ina mambo mengi, mambo yanatufanya tuwe busy, lakini mtu anayekupenda atatenga hata nusu saa ya kukutafuta, kwa sababu anakuwa anakumisi. Unajua mtu yote anayekupenda hawezi kuwa busy. Yani amini hili jambo, mtu yote anayekupenda hawezi kuwa busy, lazima atatafuta tu muda wa kuwa karibu na wewe. Lakini ukiona anasingizia, nimebanwa, niko na kazi nyingi, maana yake wewe sio priority yake. Mtu yote anayekupenda lazima atatenga muda, hata kama ni mdogo, wa kukutafuta au kuongea na wewe. Lakini jambo la pili, anakuwepo kwenye shida. Pale unapokuwa na msongo wa mawazo, unapokuwa na changamoto za kifamilia au changamoto za kazi, anakuja kukutia moyo na anakuwa karibu na wewe kukusaidia mpaka ukafanikiwa hilo jambo. Lakini pia jambo la tatu, anakujali kwa vitu vidogo vidogo. Kwa mfano labda unaweza kuwa unahangaika labda na swala la usafiri, akawa anakusaidia kukufuata kama ana usafiri wake. Lakini pia kama changamoto labda kazini unakuwa hupati chakula kizuri, anaweza kutengenezea chakula akawa anakuletea, au anaweza kutengeneza mazingira wewe ukawa unapata vitu ambavyo vinakusumbua, ambavyo wewe vilikuwa vinakuumiza kichwa, kwa sababu yeye anakuwa anakuthamini na anakuona wewe ni wa muhimu zaidi. Hataki wewe uhangaike au uteseke, kwa sababu mara nyingi mtu anayekupenda kwa dhati lazima atathamini kila jambo lolote ambalo linakuhusu wewe, hata kama ni dogo, hata kama ni la kawaida, lakini atalithamini na kulifanyia kazi. Unaweza kuwa umechoka, kusaidia majukumu ambayo yanakusumbua, kwa sababu anathamini vile ambavyo wewe unahisi na jinsi ulivyo. Lakini jambo la nne, kipaumbele chake ni amani yako. Mtu yote anayekupenda kwa dhati atafanya jambo lolote ambalo litamfanya yeye akufanye wewe ujisikie vizuri. Atajitahidi kufanyia jambo ambalo wewe utapata amani. Lakini ukiona mtu anayekukosesha amani, anakufanya ujisikie hauko sawa, na unajua kuna muda mwingine unaweza kwenda kwa mtu, baada ya kutoka tu kwa huyo mtu unajisikia yani uko low, au jisikii vizuri, yani amani yako imepotea kabisa, huyo anakuwa hakupenda. Lakini mtu anayekupenda atajitahidi kukufanyia kila namna ili ujisikie amani. Anaweza kutengeneza mazingira yote ili wewe upate amani, kwa sababu amani yako ndiyo amani yake, na anafurahi zaidi kuona wewe ukiwa na amani. Lakini ukiona yule mtu ambaye anakutengeneza mazingira ukose amani, huyo anakuwa hakupendi kwa dhati. Sasa ukiona ishara hizi, unaweza kugundua kwamba huyu mtu anakupenda kwa dhati au hakupendi kwa dhati. Hebu niambie katika comment ni sehemu gani ambayo umejifunza zaidi. Lakini pia usahau kulike, kushare na kusubscribe. Lakini pia unaweza ukashare somo hili kwa mtu ambaye unaona linaweza kumsaidia na kumfundisha na kumuongoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa
Elikhan Mtz, the head of the world. Tukutane kwenye somo linalofuata. Bye bye na uwe na siku njema.